Balozi wa Urusi nchini Uingereza anasema kwamba London haipo salama. Balozi huyo anasema kwamba London haiko salama kwa ajili ya watalii kutoka nchini Urusi. Balozi wa Urusi mjini London umewaonya watalii wanaotembelea mji mkuu wa Uingereza, London, kuhusu ongezeko la uhalifu katika mji huo. Ongezeko hilo linachangiwa na changamoto zinazoendelea za kiuchumi na mzozo wa wahamiaji, ubalozi umesema. Uingereza pia imekuwa ikipambana na uhamiaji haramu kwa miaka mingi, huku mawaziri wakuu waliofuatana wakiahidi kuchukua hatua kushughulikia tatizo hilo. Mji mkuu wa Uingereza umeona ongezeko la kasi la kiwango cha uhalifu tangu vizuizi vya janga la COVID-19 kuondolewa, data iliyofuatiliwa na maonyesho ya polisi ya eneo hilo. Idadi ya uhalifu katika kitengo cha wizi pekee iliongezeka kwa karibu 40% katika miaka mitatu hadi mwisho mwa mwaka 2024. Kwa gharama ya shida ya maisha inayoendelea na wimbi kubwa la wahamiaji, Uingereza inakabiliwa na kuongezeka kwa uhalifu wa mitaani, kutoka kwa wizi wa mali ya binafsi hadi kwa visu na mashambulizi ya acid ambayo yamekuwa ya mara kwa mara katika miaka ya hivi karibuni, ubalozi wa Urusi ulisema katika taarifa iliyotolewa Ijumaa. Ujumbe huo ulionya kwamba mashambulizi ya aina hii yanaweza kusababisha majeraha mabaya na katika hatua nyingine kusababisha matokeo mabaya na kuongezeka kwa visa vingi vya wizi wa simu za rununu kurekodiwa katika maeneo ya watalii katikati mwa London. Kulingana na dashboard ya uhalifu katika huduma ya polisi ya Metropolitan, idadi ya wizi katika mji mkuu imekuwa ikiongezeka katika mitaa yote 32 kwa mwaka uliopita pekee. Polisi walisajili jumla ya matukio 330,989 ikilinganishwa na 282,074 na 242,698 kwa mwaka 2023 na mwaka 2022 mtawalia. Uingereza imekabiliwa na shinikizo la kuongezeka kwa viwango vya maisha katika miaka hivi karibuni, huku kukiwa na kuzorota kwa historia kwa ubora wa maisha. Taasisi ya kitaifa ya uchumi ya kijamii NIESR ilisema mapema wiki hii kwamba Uingereza si nchi yenye mishahara mikubwa wala ya ustawi wa hali ya juu, na kuacha mamilioni ya watu wakinaswa kati ya mishahara duni na ukosefu wa usaidizi wa kutosha. Mtazamaji, hali nchini Uingereza inaelezwa kwamba si nzuri sana, lakini ni kutokana na maisha, lakini pia na mfumo wa serikali uliopo katika miaka ya hivi karibuni, na umesababisha kwa kiasi kikubwa anguko la wakuu wa serikali, ikiwa ni pamoja na mawaziri wakuu. Wizi na uporaji umekithiri sana nchini Uingereza, na kila siku karibia matukio 55 ya wizi yamekuwa yakiripotiwa. Ripoti ya muungano wa wafanyabiashara Uingereza inaonyesha kuwa karibia maduka 55,000 nchini humo hukumbwa na vitendo vya wizi na uporaji kila siku, na robo ya wakazi wa nchi hiyo ya Ulaya wanasema wameshuhudia kwa uchache tukio moja la wizi mwaka 2024. Waandishi wa habari wamenukuu taarifa za muungano wa wafanyakazi wa rejareja wa Uingereza wakionyesha kuwa mwaka 2024 pekee robo ya Waingereza waliona kwa macho yao wezi wakiiba na kupora maduka na kuwashambulia au kuwanyanyasa wafanyakazi katika maduka ya walinzi. Hii ni sababu ya kuonyesha kwamba hali ya uchumi katika taifa hilo imedorora na kwamba raia wengi hawana kazi, lakini pia hali ya wahamiaji haramu nayo pia imekuwa ni tatizo katika nchi hiyo, kiasi kwamba ukosefu wa ajira imekuwa ni changamoto. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, tutakuwa tukikujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu.